mkuu wa NATO amezua mkanganyiko kuhusu wanajeshi wa Marekani waliokufa katika mazoezi ya NATO. Wanajeshi 4 wa Marekani wametoweka kusikojulikana wakati wa mazoezi nchini Lithuania karibu na mpaka wa Belarus siku ya Jumanne, ambapo Pentagon bado haijathibitisha hatima yao baada ya katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kuzua sintofahamu kwa kutoa rambirambi kwa familia zao. Wanajeshi hao kutoka kikosi cha kwanza kitengo nambari 3 cha infantry chenye makao yake huko Fort Stewart, Georgia, walikuwa wakifanya mafunzo ya mbinu yaliyopangwa katika uwanja wa mazoezi wa Generali Silvestras Zhukauskas huko Pabreit, Lithuania, ambapo walitoweka na kusababisha operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji. Gari la uokoaji la kivita la M88 Hercules ambalo wanajeshi 4 wa Marekani walitoweka walikuwa wakiendesha mazoezi wakati wa mazoezi limepatikana nchini Lithuania, jeshi la Marekani la Ulaya na Afrika lilisema katika sasisho lake la hivi punde siku ya Jumatano. Gari hilo la kivita liligunduliwa likiwa limezama ndani ya maji katika eneo la mafunzo, lakini juhudi za kuwatafuta wanajeshi zinaendelea. Jeshi la Marekani limeongeza kwamba vikosi vya wanajeshi vya Lithuania pia vilisema kwamba kwa sasa hakuna ushahidi au habari inayothibitisha kifo cha wanajeshi hao. Jumatano, Mark Rutte alionekana kuthibitisha kwamba wanajeshi wa Marekani wamekufa, akisema hizi ni habari mbaya sana na mawazo yetu yako kwa familia na wapendwa. Hata hivyo, msemaji wa NATO Alison Hart baadaye alifafanua kwamba katibu mkuu alikuwa akirejelea ripoti za habari zinazoibuka na hakuwa na uthibitisho wa hatima ya waliopotea. Tunasikitika mkanganyiko wowote kuhusu matamshi ya Rutte aliyotoa kuhusu hili leo, aliongeza. Marekani inadumisha kikosi cha wafanyakazi karibu 1000 nchini Lithuania, ambapo Washington iliongeza idadi ya wanajeshi katika eneo la Baltic na wanachama wengine wa NATO wa Ulaya kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mwaka 2022, ambapo umoja wa kijeshi unaongozwa na Marekani NATO umeongeza mazoezi karibu na mipaka ya Urusi na mshirika wake Belarus. Wiki iliyopita wanajeshi wa Lithuania, Latvia, Estonia na Poland walitoa wito kwa serikali zao kujiondoa kwenye mkataba wa Ottawa, makubaliano ya kimataifa ambayo yanapiga marufuku utumiaji wa mabomu ya ardhini dhidi ya wafanyakazi, wakisema kwamba ongezeko la tishio la kijeshi kutoka Urusi linahitaji kuchukua hatua hiyo. Moscow imekanusha mara kwa mara madai ya nchi za Magharibi kwamba inakusudia kushambulia mataifa ya NATO au Umoja wa Ulaya, huku Rais wa Urusi Vladimir Putin akiziita kauli hizo kama za kipuuzi. Amesema kuwa madai ya tishio la Kirusi yanatumiwa na wanasiasa wa Ulaya kuwatisha wananchi na kuhalalisha matumizi ya kijeshi yaliyoongezeka. Maafisa wa Moscow pia wamekosoa juhudi za hivi punde za kijeshi za Umoja wa Ulaya kama zisizojali na zinazozidi kuongezeka. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.